hatuna wa kufanana naye. Hatuna wa kufanana na Yesu, hatuna wa kufanana naye. Akisamehe asamehe kabisa, hatuna wa kufanana naye. Akitakasa na takasa milele, hatuna wa kufanana naye. Akikupenda na kupenda milele, hatuna wa kufanana naye. hatuna wa kufanana na Yesu, hatuna wa kufanana naye. oh, yeye ni mwema, yeye ni mwema, yeye ni mwema, hatuna wa kufanana naye. oh, yeye ni mwema, yeye ni mwema, yeye ni mwema, hatuna wa kufanana naye. ametukuka, 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 hatuna wa kufanana naye. Bwana tumwinue, na tumwinue, Baba, na tumwinue, hatuna wa kufanana naye. Bwana tumwinue, na tumwinue, Baba, tumwinue, hatuna wa kufanana naye. Bwana tumwinue, na tumwinue, wetu, na tumwinue, hatuna wa kufanana naye. ametuponya, 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 hatuna wa kufanana naye. Baba mbinguni, katika jina takatifu la Bwana wetu Yesu Kristo, tunakushukuru Baba, tunakuinua na kubariki jina lako. Yes. Asante Bwana kwa sababu wewe ni Mungu uliye juu sana. Amen. Unatawala kwa nguvu, unatawala kwa uwezo na mamlaka. Yes. Asante kwa sababu ya kutukubalia na kutupatia nafasi nyingine Bwana, ili Baba tuweze kuwa mbele zako na mbele uso wako Mungu wa mbinguni, sawa sawa na mapenzi yako Mungu mwenye rehema. Asante kwa sababu ya siku njema ambayo umetuleta mlimani huu Bwana, kwa sababu ya kutafuta uso wako Baba na umepatikana. Wewe ni Mungu, tunakuita, unaitika, tunakuomba na tusikia. Asante kwa sababu ibada ya siku leo ambayo imefanikiwa Bwana. Asante kwa sababu ya taifa la Kenya ambao umeliponya. Asante kwa msamaha ambao Mungu wetu amepata katika kanisa. Asante kwa kila ndugu, kila dada ambao amejitolea. Asante kwa sababu watumishi wako na mitume wako Bwana. Asante kwa sababu ya siku njema hii Mungu, ambao Bwana umetupatia nafasi kwa mbele zako. Neno lako ni ndio na amina Bwana. Yale yote tumeomba Baba umeyasikia. Yale tunaendelea kuomba Baba utayasikia. Pokea sifa na utukufu Jehova, kwa sababu hata wenzetu wale ambao Mungu wetu wanaofuatilia Baba wakiwa katika nchi za mbali Baba, ni asante kwa upendo, hiyo neema. Tunaomba Baba neema zako na huruma zako na Roho Mtakatifu ambao uko pamoja na ukawasaidie, ukawatie nguvu na kuinua zaidi Baba. Unapoponya taifa hata Baba ukawaponye, unapoinua taifa hata Bwana ukawainue Baba. Unapotenda Baba Mungu wetu hapa hata kule walipo Baba pia ukawatendee, hata wanako nyumbani pia Baba ukakumbuke. Na ni katika jina takatifu na safi la Bwana wetu Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Bwana asifiwe. Inua mikono yetu, haleluya. Haleluya. Mungu wetu Jesus. Nashukuru Bwana kwa siku ya leo. Amen. Kwa sababu ya mwito huu wa kuingia katika maombi. Amen. Ni mzigo ambao tuko nao kwa sababu ya nchi yetu ya Kenya. Ndio.
kwa sababu ya kanisa. Amen. Kama vile Nehemia alipata mzigo Yes. kwa sababu ya ukuta wa Yerusalemu kubomoka. Yes. Hivyo ndivyo tuko na burden. Amen. Na tumekuja kusema dhimu yetu ni kwamba Kenya imepona. Amen. Tunainua bendera hizi na kusema Kenya imepona. Amen. Kenya imepona. Amen. Kanisa linapona. Amen. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Wapendwa walio hapa kwa mlima pamoja nasi na walio kule online, ni mzigo ambao Bwana huweka ndani ya watu ili wanaweza kuingia katika mlima. Sio jambo la kawaida. Yes. Ni mzigo Bwana huweka. Yes. Na kama vile Bwana aliweka mzigo huu ndani ya moyo wangu. Yes. Najua kila moja walio hapa, mlio kwa matelevision, Yes. na wale ambao wamekuwa kwa magazeti. Yes. Kila wakati tunaona venye Kenya kuko. Unafungulia news karibu hata uzime. Yes. Unafungulia TV, unafungulia radio, unafungua gazeti. Mambo ambayo yako kwa nchi hii yanahitaji watu watafute Mungu. Amen. Lakini nashukuru Bwana kwa sababu ni maandiko yametuambia. We are here because we have been directed by the word of God. Amen. Tutasomewa maandiko hapa ili tuweze kuendelea na maombi. Na kama vile ambavyo tumekuja kwa mlima huu kutoka asubuhi, tumeomba na kuna mwelekeo wa maandiko ambao tunaenda kuomba nao na tumekuwa nao siku ya leo. So kwa wale ambao pia wameingia online, dakika chache ambazo tutakuwa mahali hapa, nataka tuamini pamoja, ukiwa Kenya, ukiwa nje ya Kenya, sio wakati wa criticism, sio wakati wa kublame watu. Ni wakati wa mtu kwenda mbele za Bwana. Ni wakati wa kuulizana shida iliingilia wapi? Kanisa nafasi yetu ni gani? Viongozi wa nchi nafasi yao ni gani? Kila mtu acheza nafasi yake. Ukombozi utapatikana. Tusomea maandiko ili tuendelee. Mambo ya Nyakati ya Pili 7. 2 Chronicles chapter 7. Tuanze mstari wa 11 kushuka. Ehe. Hivyo Suleimani akaimaliza nyumba ya Bwana na nyumba ya mfalme. Na yote yaliyomwingia Suleimani moyoni ayafanye nyumbani mwa Bwana na nyumbani mwake mwenyewe akayafanikisha. Bwana akamtokea Suleimani usiku. Bwana akamtokea Suleimani usiku. Akamwambia, nimesikia ulioyaomba. Na mahala hapa nimejichagulia kuwa nyumba ya dhabihu. Nikizifunga mbingu isiwe mvua tena, nikiamuru nzige kula nchi, au nikiwapelekea watu wangu tauni. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Haleluya. Glory. Inua mikono tena, sema Kenya inapona. Kenya inapona. Maana ni sauti ya Bwana. Maana ni sauti ya Bwana. Haleluya. Amen. Mungu akamwambia Suleimani ya kwamba mahali hapa pameteuliwa. Yes. Wakati wowote, wakati mwingine watu huuliza, mbona watu wanaenda kwa milima? Mbona watu huenda mahali kando kuomba? Yes. Niliwasomea maandiko asubuhi tulipofika hapa. Mark 1:35. Ya kwamba Yesu akaondokea watu. Akaenda at a solitary place. Mahali faragani. Na ni vizuri kuondokea kazi. Wapendwa, ni vizuri kuondokea shughuli za siku. Mtu aende mahali ambapo mawazo na moyo wake zitaelekezwa kwa uombezi. Sasa maandiko yanasema Suleimani akateua nyumba ya Mungu, mahali pa maombi. Akalilia Mungu, naye Mungu akaongea. Akamwambia kwamba mahali hapa nimepakubali pawe mahali pa dhabihu. Alafu akasema watu wangu ambao wameitanishwa na jina langu. Sisi wote ambao tumekusanyika hapa, wale ambao tuko online, sisi ni watu wameitanishwa na jina la Mungu. Na Bwana akaongea akasema hivi, watu hao ambao wameitanishwa na jina langu watakaponiita, kama nitakuwa nimefunga mbingu, nimeleta tauni, kumekuwa na shida kwa nchi, kuna watu ambao huita Mungu anasikia. Na nikiangalia hawa watu ndio niko nao leo. Hawa watu ndio wako pale online. Hawa watu ndio wako na burden ya maombi. Watu ambao wameitanishwa na jina la Mungu. Hatuwezi nyamaza nchi iangamie. Viongozi wa taifa waangamie. Kanisa likae kama ni dhaifu. Hatuwezi nyamaza. Kuna watu wachungaji kama hawa. Kuna intercessors kama hawa ambao wameitanishwa na jina la Bwana. Maandiko yanasema Mungu akamwambia Suleimani,
kama kutakuwa na kufungwa kwa bingu, hata kukose mvua, kuwe na maradhi, kuwe na ubaya umekuta nchi, watu hao watu wainue mikono waseme Bwana tuko hapa, Bwana tuko hapa. Watu hao ambao wanaitanishwa na jina langu, Bwana akasema watakaponyenyekea, na ndiposa tumenyenyekea hapa leo. Watakapoomba, na ndiposa tunaomba hapa leo. Watakapoita sauti ya Bwana, waliitie jina lake, na ndio tumekuja kuliitia. Watakapotubu dhambi zao, sisi hatujakuja kujipiga vifua, tumekuja kutubu dhambi. Dhambi za viongozi wa nchi, dhambi za mabisho. Tumesikia kwa matelevision, tumeona kwa ma-TV na kwa magazeti, kwa maredio na mitandao. Mpaka wachungaji wanauawa kwa makanisa, mpaka viongozi wanauawa kwa barabara, watoto wanapigwa marisasi, watu wanakufa ovyo ovyo. Tumekuja kutubu wapendwa. Tumekuja kuambia Bwana, hii dhambi imefanyika, na leo tumekuja kunyenyekea na kuinua mikono na kusema Kenya imekosea, kanisa limekosea, familia zimekosea, institutions zimekosea. Bwana tusamehe, Bwana tusamehe, tuoshe kwa damu yako, kwa jina la Yesu Kristo. Maandiko yanasema hivi wapendwa, watu hao wameitanishwa na jina la Bwana. Watu hao ndio sisi, na wala wameamini watakaponyenyekea, watubu dhambi zao, waombe na waache njia zao mbaya. Amesema hivi Bwana, nikiwa mbinguni nitasikia maombi yao. Bwana atasikia maombi yetu. Bwana ataponya nchi, atatusamehe. Akisikia maombi anaponya. Akisikia maombi anaponya nchi yetu. Akisikia maombi anatuondolea. Magonjwa yanaondoka, laana zinaondoka. Maana wapendwa, kuna mambo ambayo unajisi nchi. Mambo ambayo yanajisi nchi ni mambo kama yale tulikuwa tunataja. Ya kwanza ni umwagikaji wa damu isiyo na hatia. Damu ikimwagwa na haina hatia, ya viongozi, ya watoto, ya wamama, ya watu wa serikali, ya makuhani. Damu hiyo ikimwagika, inalia ikiwa kwa mchanga. Nchi inakuwa na hukumu. Hiyo inadifara nchi. Jambo la pili ni wakati watu wanaabudu sanamu. Watu wameabudu sanamu. Watu wameinua madhabahu ya giza. Watu wamekimbia kwa uchawi, kwa uganga na ushirikina. Watu wamechinja mbuzi, wamechinja kuku, wamechinja vitu kwa jina la miungu. Tunainua mikono kusema nchi yetu isamehewe. Madhabahu yote ambayo iliinuliwa, watu wakiomba sanamu, watu wakichinjia miungu, watu wakikimbia kwa wachawi, mchanga ukanajisika. Tunainua mikono kusema Kenya isamehewe. Mahali popote watu walienda kuabudu miungu ambao sio Jehova, tunatubu hizo dhambi. Mahali damu imemwagwa kwa mabarabara, wachungaji wameuawa, wanasiasa wameuawa, watoto mashuleni, hiyo damu ambayo inalia kwa mchanga, tumeomba msalaba wa Kristo, Kenya ikasamehewe, Kenya ikasamehewe, unajisi ukaondoke kwa jina la Yesu Kristo. Oh, haleluya. Kuna mambo mengine unajisi nchi. Wakati watu wanafinyiria masikini, wakati watu wanaajiriwa kazi, wanaajiriwa kazi na hawalipwi. Watu wamesupply kwa company vitu hawalipwi. Watu walichukua maloans wakasupply vitu hawalipwi. Unajisi unakuja wakati wafanyikazi wamenyanyaswa. Nchi inakuwa defiled. Sina muda kutaja haya maandiko yote, lakini hivi ndivyo nchi inakuwa najisi. Wengine mambo mengine yananajisi nchi ni wakati tumefunga masikio. Hatusikii kilio cha maskini, mayatima. Wengine huko kwa barabara tunawaita machokora. Watoto walizaliwa wakatupwa huko. Uko na uwezo lakini hausaidii mtu ambaye hana chakula. Nchi inakuwa najisi wakati kilio cha maskini watu wamekataa kusikia. Tunainua mikono na kutubu hizo dhambi. Mahali popote, iwe ni serikali, iwe ni kanisa, iwe ni familia, mahali popote mtu alikataa kusikia kilio cha mgonjwa, kilio cha masikini, mtoto hakuwa na chakula. Mambo haya yote unajisi na dhambi zote, hata makuhani, dhambi tulizofanya kwa madhabahu, waimbaji, hata wazazi, hata wanafunzi, hata walimu, dhambi zozote ambazo tunashukiwa leo mbele za Bwana
na kwa mlima huu tunasema tusamehewe, tusamehewe kwa damu ya msalaba wa Calvary. Hiyo damu imetosha. Bwana amesema tukitubu atatusamehe na ataponya nchi yetu. Jina la Bwana lipewe sifa. Inua mikono, sema Kenya inapona leo. Nchi yetu inapona leo. Kwa jina la Yesu Kristo. Wakati kama huu wapendwa, ambapo tunajiandaa kuingia kwa uchaguzi, hatuwezi tukanyamaza ama tukaingia na kanisa mgonjwa katika uchaguzi. Madhabahu ndio huponya nchi. Madhabahu yakiwa na dhambi, madhabahu wakiwa watu wamejichanganya. Tulisikia na tumejua na tumeona. Leo tunatubu dhambi zote. Niliambia wachungaji, hata kuna wachungaji wanafeki miujiza. Tunasikia watu wanalipa watu waseme wamepona. Wengine wanaitisha watu pesa kwa njia mbaya ili wawafanyie miujiza. Wengine wamechafua mambo kwa madhabahu. Hakuna mtu tunapoint yule ama yule. Kanisa linakuja pamoja. Watu wanasema ni sisi Bwana tumefanya. Wakati mtu anatubu, hawezi point yule pastor ama yule mshirika ama ile kanisa ama yule kiongozi. Anajituika mzigo. Characteristic moja ya intercessor ni kubeba mzigo. Bwana asifiwe sana. Wewe ulisikia hiyo, uliona hiyo, ulijua hiyo. Washirika wengine mioyo yao ina bleed. Hatutasema ni yule pastor ama ni yule. Kama intercessor tunachukua huo mzigo. Tunasema ni sisi tulifanya hivyo. Ni sisi tulikosea. Ni nchi tulikosea. Wacha kupoint president. Wachana na governor. Wachana na MP. Wachana na MCA. Kama ni kutubu dhambi, enda useme ni sisi tumefanya mambo hayo. Maana maandiko haisemi president wao atakapoona. Haisemi MP wao atakaona. Inasema watu ambao wameitanishwa na jina lake watakaponyenyekea, watubu dhambi, wabadilike na hizo njia, waliite jina la Bwana, atasikia akiwa mbinguni. Inua mikono, sema Bwana ni asante. Bwana ni asante. Maana unatusikia leo. Unaponya Kenya leo. Katika jina la Yesu. Haleluya. Amen. Wakati nchi imepona wapendwa, kuna mambo inaanza kufanyika. Jambo la kwanza, Bwana huondoa magonjwa. Magonjwa ya mchanga. Mchanga unaanza kuproduce. Haleluya. Bwana alisema watakaponiita nikisikia nitaponya nchi yao. Tunasema leo Kenya inapona. Huwa itanyesha wakati wake. Kwa jina la Yesu Kristo. Mchanga tutapanda na tutapata mazao katika jina la Yesu. Kenya itakuwa nchi ya kutoa mazao mara 100. We shall have good land. Our land shall be healed in the mighty name of Jesus. Jambo la kwanza ni hilo, linaitwa healing. Wakati Bwana amesikia kilio, anaponya nchi. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaponya mchanga. Haleluya. Jambo la pili linaitwa stability, peace and stability. Amani na utulivu. Oh, haleluya. Ukifungulia news unasikia mambo mazuri. Miradi ilifunguliwa. Kenya inaenda vizuri. Mavuno yameongezeka. Haleluya. Tunatangaza peace and stability. Nchi ya Kenya iwe na amani. Nchi ya Kenya na isimame katika jina la Yesu Kristo. Jambo la tatu, nchi ikipona kunakuwa na development. Haleluya. Maendeleo, infrastructures, unakuta facilities zinajengwa, mashule yanaendelea, hakuna corruption, maana Mungu ameponya nchi. Tunainua mikono kwa jina la Yesu. Tunasema Kenya imepona. Maendeleo yatapatikana in the mighty name of Jesus. Haleluya. Jambo la nne linaitwa justice and love. Nchi inakuwa na upendo na haki. Mtu anakula kile ni chake. Hii mambo ya watu wengine kukula mpaka wanakula za madawa. Wengine wanakula mpaka za miradi. Nchi ikipona hiyo mambo itaondoka. Kunakuwa na love and justice. Hata viongozi ambao tunachagua wanakuwa watu wanapenda watu. Wanapenda justice. Oh, haleluya. Nchi ikipona kunakuwa na upendo na kunakuwa na haki. May that be the portion of this land. Kenya itakuwa na justice. Kenya itakuwa na upendo. In
the mighty name of Jesus. Jambo la tano linafanyika nchi ikipona, inaitwa revival. Hallelujah. Revival. Kanisa linakuwa na nguvu. Crusade zinaanza kufanywa. Conferences zinafanywa. Miujiza inafanyika. Waombezi wanainuka. Nchi ya Kenya inapona. Somebody shout revival. Hallelujah. Prayer center kama hii inakuwa na watu kila wakati. Watu wakienda makanisani. Mnajua kuna roho ilikuja ikapiga kanisa wakati wa COVID. Watu wakaona kama wanaweza kaa bila kanisa. Unaenda makanisani, watu hawaendi kanisani. Watu wakapiga kanisa kwa mitandao. Watu wakadharau injili. Lakini kuna kitu kinafanyika. Bwana anaponya Kenya. Nasema Kenya inapona. Hata ule utajiri ulikuwa umeenda kwa disco na mambo ya bure kule nje, utukufu unarudi kwa madhabahu. Unasema kwa jina la Yesu, maana Kenya inapona. Kanisa tunapokea revival. Somebody shout hallelujah. Revival is coming back. Maana imeandikwa kitabu cha Hagai ya kwamba utukufu wa mwisho wa nyumba hii utakuwa mzito, utakuwa mwingi kuliko mwanzo. Tunatangaza revival. Tunarusha hiyo bendera, sema revival. Tunarusha hiyo mikono, sema revival. In the mighty name of Jesus. Kenya itakuwa nchi ya revival. Economic revival. Financial revival. Prayer revival. In the mighty name of Jesus. Watu wataombewa, watapona. Viwete watatembea. Viziwi watasikia. Vipofu wataona. Kansa itaondoka. Revival. Utakuwa na ufufuo kwa nchi hii. Watu hawatakaa kwenda maombi. Wanaambiwa waende maombi, wanakataa. Kanisani watu hawaendi. Watoto wamepotea. Watu wanaona kama hakuna Mungu. Hata wengine wanaiba nyimbo za kusema hakuna Mungu. Hata hakuna Mungu kanisani. Tunainua mikono kusema kuna Mungu. Kanisani kuna Mungu. Imani kuna Mungu. Kenya kuna Mungu. Bwana anaponya Kenya. In the name of Jesus. Hatuogopi tukienda kwa uchaguzi. Maombi haya yameanza leo. Tutaendelea mpaka baada ya uchaguzi. Kila mwezi tunapanda mlimani. Tunasema Kenya no bloodshed. Uchawi hautatawala Kenya. Na sasa tunaingia kwa vita vya kiroho. Na tunatabiria Kenya. Wachawi hawatatawala. Waganga hawatatawala. In the mighty name of Jesus. Nataka tukubaliane pamoja. Hii nchi ya Kenya ndio tuko na bendera zetu mikononi. Ya kwamba mipaka ya Kenya haitaruhusu uchawi. Haitaruhusu uganga. Tunasema tunakataa. Wale wanaenda milimani, wengine baharini, wengine kutoa dhabihu zao, ate wachinjiwe, wakisema ya kwamba watatawala Kenya. Wengine watatafuta viti vya uongozi kwa uchawi na uganga. Tunainua bendera ya Kenya na kutangaza this is a God fearing nation. In the mighty name of Jesus. Sio damu ya watu, sio damu ya kondoo, sio damu ya buzi, sio ya wanyama, ni damu ya Yesu. Inatawala Kenya. In the name of Jesus. Wale watakaa kwa viti Kenya hawatakalia viti kwa madhabahu ya giza. Tunakataa giza Kenya. Viongozi wa Kenya watatoka mbinguni. Sio damu za watu zitamwagwa kwa mabarabara. Tunakataa madhabahu ambayo inuliwa kwa mabarabara, kwa misitu na baharini. Hiyo yote tunakataa. Leo tumekuja kuivunja. In the name of Jesus. And we are here to declare the blood of Jesus. Mtu ainue hiyo bendera, aseme the blood of Jesus. The blood of Jesus. Kwa mipaka ya Kenya, kwa parliament ya Kenya, kwa barabara za Kenya, kwa nena damu ya Yesu. Utawala wa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo. Miungu mingine yote ambayo inajaribu kujiinua. Kuna wengine wakitafuta viti vya uongozi. Hii tutasema sisi ni manabii na tunaongea kile kiko. Kuna watu wanaenda mpaka nchi za nje kutafuta manyungu, kutafuta uchawi, wengine kutafuta pesa. Wanaziweka kwa mambo ya madhabihu ili wakuja wapea watu. Zikifika Kenya zina paralyze. In the name of Jesus.
Tunasema leo kwa mlima, madhabahu ya Kenya haitaruhusu pesa zozote ama madhabahu yoyote ambayo imetolewa kafara, damu za watoto, damu za watu, hiyo tunakataa. In the mighty name of Jesus. Kwa barabara zetu hakuna accident. Maroho ambayo inaanza kujiinua kumwaga damu kwa barabara, maana tunaingia kwa uchaguzi. Wengine wanaenda kwa road junction notice, wengine wanaenda kwa misitu, wengine picha zao zimefanyiwa dhabihu fulani ili watu wakiziona, wengine hata ni kofia, wengine ni t-shirts zimetolewa makafara. Tumeinua hizo bendera leo. Tunasema Kenya, damu ya Yesu, damu ya Kristo inatawala nchi ya Kenya. In the mighty name of Jesus. Na kwa mamlaka ya kiroho tunaangusha ngome, tunaangusha ngome zote za kishetani, madhabahu yote ya giza tunayaporomosha. In the mighty name of Jesus. Kutoka president, governors, senators, MPs, leaders wa institution, hata MCA, women representatives, wote ambao watachaguliwa tunapoingia kwa uchaguzi ni wale bingu imeteua. Wasema madhabahu ya msalaba wa Yesu itatawala nchi ya Kenya kwa jina la Yesu Kristo. Injili lazima ipone. Tunasema lazima ipone. Revival lazima ipatikane. Lazima kuwe na watu wa kuheshimu Jehova. Lazima kanisa liheshimiwe. Lazima makuhani waheshimiwe. Lazima kanisa isimame. Lazima Kenya iongozwe na haki. Kile ambacho ndio mapenzi ya Mungu ndicho kinafanyika Kenya. Wale wote wamepanga vile wanaweza destabilize serikali ama kuharibu mambo ya uchaguzi ama kuharibu kanisa, kudestabilize wachungaji. Tunatangaza kwa huu mlima, wanashindwa mfululizo, wanashindwa mfululizo. Imeandikwa kwa maandiko, maadui wa wenye haki wanaweza jipanga wapiga Israeli kwa njia moja, lakini imeandikwa watatawanywa kwa njia saba. Leo tunainua mikono, maadui wote wa Kenya, wale hawataki Kenya amani, wale hawataki Kenya umoja, wale wanapanga kumaliza na kuua watu, kuanzia siku ya leo watawanywa kwa njia saba. Watawanywa kwa njia saba. In the mighty name of Jesus. Kenya ni nchi ya amani. Kenya itasimama. Kanisa linapona Kenya. Revival inaachiliwa. Nasema revival inaachiliwa kwa jina la Yesu. Kutakuwa na heshima katikati ya wazazi na watoto, katikati ya viongozi na wale wanaongozwa. Hebu niseme kitu wapendwa kabla tumalize. Kutukana viongozi haitasaidia watu. Kuita viongozi waliochaguliwa kwa serikali majina ya kuwatusi haitasaidia. Wale wameitanishwa na jina la Bwana watakapotubu dhambi, wanyenyekee na waombe, Bwana ataponya nchi. Kwa hivyo ninakanya watu. Bwana ameongea mambo mazito ya hii nchi. Mambo makubwa sana. Kenya inaingia kwa kupona. Nawaambia kama nabii, Kenya inaingia kwa kupona. Hospitali zetu, mashule yetu, economy ya Kenya inapona. Nasema inapona. Hii safari tumeanza mapema. Mwaka moja na kitu kabla ya uchaguzi. Tutaendelea mpaka tuinue bendera ya ushindi. Wale wanagojea bloodshed hakuna. Wale wanagojea vita Kenya hakuna. Wale wanagojea wachawi watawale hakuna. Devil worshippers hakuna. In the mighty name of Jesus. Kenya ni nchi ya watu wanaomcha Mungu. Kenya itapona. Maana Bwana anasema kwa John tusemezane. Asema Bwana, hata kama dhambi zenu ni nyekundu kama damu, anasema nitawaosha, takuwa weupe kama theluji. Leo tunaoshwa. Kenya inatakazwa leo. Kenya inaoshwa leo. Bwana anaponya nchi ya Kenya. Walio mahospitalini. Kuna mambo nataka kusema kabla tumalize. Kuna magonjwa ambayo yameinuka sana Kenya. Magonjwa yanaitwa kansa. Na niko na furaha kutangaza kwa huduma hii ya Rise and Shine, tumeona watu wakipona kansa. Magonjwa yanapona kwa njia ya ajabu. Na watu wote ambao wanaamini Mungu, sio Rise and Shine peke yake. Watumishi wa kweli wa Mungu.
Yale madawa yote yametafutwa kuponya kansa ikakataa. Wapendwa, kansa inapona. HIV iko na dawa. Kwa wale hawaamini, sisi tumeona watu wanaenda hospitali, wanakuja na ushuhuda. Pepo zinatoka wapi? Tunataka kusema hivi, Bwana akiponya nchi, anaiondolea wingu la magonjwa. Tunainua bendera za Kenya. Tunatangaza kwa nchi ya Kenya, magonjwa ya kansa yaondoke Kenya. Yaondoke Kenya. In the mighty name of Jesus. Maroho ya diabetes, high blood pressure, maroho ya TB, watu ambao wanatazama wakiwa hospitalini, wengine manyumbani, watu wamelaaniwa, wamefuatwa na laana za michanga, laana za maji, laana za misituni, kila aina ya laana iliyosababisha magonjwa. Leo tunatangaza Bwana anaponya Kenya. Magonjwa yaondoke. Magonjwa yaondoke. Kwa jina la Yesu Kristo. Maroho ya accidents kwa mabarabara, leo tunatamka kwa jina la Yesu. Maana tuko kwa mlima wa Bwana. Bwana kaondoe kwa barabara zetu maroho ya accidents. Kama vile neno limesema, watu wanaoitanishwa na jina la Bwana watakaponyenyekea, watubu dhambi, waombe, waachane na njia zao mbaya, Bwana atasikia maombi yao. Leo tunatangaza kwa mlima huu, kwa barabara zetu, Bwana anaponya Kenya. Anaondoa vifo, accidents zinaondoka, laana zinaondoka, madhabahu ya giza yanabomoka, kanisa linapona, biashara zinapona. In the mighty name of Jesus. Tunainua mikono yetu juu. Tunatangaza kwa mlima huu. Kuna watu walisoma walikosa kazi, maana economy iligonjeka. Kuna watu wametamaki usiku na mchana. Kuna watu wameaminia Mungu uponyaji, lakini wamekuwa chini ya madhabahu ambao haiwaruhusu kuendelea. Kuna watu wameteseka miaka mingi. Kuna watu hawana hata uwezo. Kuna watu wako hospitalini, wengine wako manyumbani, wako na magonjwa hayana tiba. Leo tumeinua bendera hizo na kusema mahali popote sauti hii inafika duniani, tukiwa huu mlima, tukiwa kwa nchi ya Kenya, tunatangaza leo magonjwa yaondoke, laana ziondoke, economy inapona. Kwa ambao hawana kazi, wapokee kazi. Kuna wengine walinenewa laana, hata na watu walijiita makuhani, wengine wakaenda kuchinja, wengine wakalaani watu wa Mungu wakijiita manabii. Kwa huu mlima wa Bwana inaponya maisha ya watu. Hakuna maneno ya laana yaliyotamkwa kwa kinywa cha mtu aliyejiita mganga ama mchawi ama hata kuhani ama divina. Maneno yoyote yaliyonenwa kinyume na watu wa Mungu, maneno yoyote yaliyonenwa kinyume na Kenya, aidha na wachawi na waganga ama manabii, tunatangaza kwa mlima huu, uko na damu ya sadaka ya Yesu Kristo. Hiyo damu ya Yesu ikaondoe laana kwa nchi ya Kenya, ikaondoe laana kwa kanisa, ikaondoe laana kwa walionenewa hizo laana, familia zinazoteseka kwa michanga kulaaniwa. Tunaondoa hiyo, tunaondoa hiyo kwa jina la Yesu. Waliochinjiwa mang'ombe, wengine wakachinjiwa mbuzi, wengine wakaitanishwa majina ya kwao, wakaambiwa wataishi kuteseka, watafuatwa na kansa, watafuatwa na TB, watafuatwa na diabetes, blood pressure, uwete, uenda wazimu. Hiyo kwa mlima huu tunailani, tunaiondoa kwa jina la Yesu. Leo tunatangaza wote wanaosikia sauti hii kutoka kwa mlima huu, na wapone, na wapone. Maana Bwana amesema, I will heal your land. Our land has been healed. Kenya imepona, kanisa linapona, familia zinapona, biashara zinapona. Chochote kimeitanishwa nasi leo kimepona kwa utukufu wa jina la Bwana. Leo tunatangaza uponyaji.
kwa serikali uponyaji, kwa kanisa uponyaji, na wale wote hata wale wanatutazama, kuna namba utawekewa kwa screen. Mahitaji yako unaweza tuma kupitia hizo namba, ya kwamba maombi ambayo tunaendelea na mlima huu mpaka masaa ya jioni. Mahitaji yako, unaweza kuwa mgonjwa, unaweza kuwa na mambo inafuata familia yenu, hautaitishwa mbuzi, hautaitishwa ng'ombe, tutaliitia jina la Kristo. Na kazi ambayo walifanya msalabani wa Calvary, watu wanapona, watu wanafunguliwa, biashara zinafunguliwa. In the mighty name of Jesus. Tunaziinua hizo bendera sasa. Tunapotamatisha na kuaga wale wako kule online, tunataka kutangaza kwa jina la Yesu, Kenya imepona. Tunainua hizo bendera, tunasema Kenya imepona. Tunasema tena Kenya imepona. Laana zinaondoka. Laana zinaondoka. Hakuna mwagikaji wa damu, hakuna vita, hakuna mauaji. Kenya inapona. Maana ni sauti ya Bwana. Bwana amesema ameponya Kenya. Na tunasema Kenya imepona, na Kenya haiwezi laaniwa. Hata kama kutatafutwa watu wakuja kulaani Kenya, haitawezekana. Mahospitali yote Kenya tunatangaza wagonjwa wapone. Kwa mabarabara watu walindwe, kwa mahospitali watu wapone, kwa baharini watu wahifadhiwe, kwa ndege watu wahifadhiwe, mashule ya Kenya watoto wahifadhiwe, wazazi wa nyumbani wahifadhiwe, viongozi wa kiserikali wahifadhiwe, viongozi wa makanisa wahifadhiwe. Umekataa mauti, umekataa uchawi, umekataa uganga, umekataa mauaji. Kenya ipone kwa jina la Yesu Kristo. Economy na ipone, pesa zishike mikono, magonjwa yaondoke. In the mighty name of Jesus. Neema ya maombi na iachilia kwa makanisa yote yanayosema Kristo ni Bwana. Tunaachilia neema ya maombi, neema ya revival, revival ya maombi. In the mighty name of Jesus. Na kutoka dakika hii, wema na fadhili za Bwana ziandamane nasi milele na milele. Nikisema moja, tunasema Kenya imepona. Tunatangaza hivyo tukiwa tumeinua hizo bendera. Hata wale wameketi watu wasimame, watu wote wakaribie. Wale tuko hapa tuinue mikono yetu. Tunaenda kutangaza mara 7 Kenya imepona. Alafu nitaombea wale ambao wako kwa mitandao, na hizo baraka zitashuka kwa jina la Yesu. Tuinue hiyo mikono hata kama huna bendera. Nikisema moja, we came to make declaration. Hata mahali popote ulipo unaweza type hivyo, Kenya imepona. Msiulize kwa nini bishop alileta watu kwa msitu. Msiulize kwa nini. Hii sauti nilisikia mwezi uliopita. Na kila mwezi kuna mambo kama haya. Hawa watu wote wako kwa huu mlima, hata wale wako online. Tunasema Kenya imepona. Wakati tunaamini Kenya imepona. Kenya imepona. Kenya imepona. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Na Mungu aliyeniita, na Mungu ambaye amenifunulia mambo ya Kenya, na mambo yaliyo mbele za nchi hii. Maandiko yamesema vizuri ya kwamba manabii watakapofunuliwa wapige sauti kwanza, watu wakatae kutubu, damu yao hataulizwa. Lakini kwa sababu hao wamesikia, Bwana nilipopiga sauti, nami nataka kutangaza, hakuna damu inamwagika Kenya, hakuna viongozi wa kuuana, hakuna damu itamwagika kwa mabarabara, hakuna mashule yatafungwa, hakuna hospitali yatafungwa, hakuna makanisa yatafungwa. Kila shida iliyokuwa imeinuliwa Kenya na madhabahu ya giza, leo nimekuja kutangaza pamoja na umati huu na wote wanaomwamini Jehova, ya kwanza kuanzia president mpaka yule mtoto mdogo na yule kiongozi mdogo wa nchi ya Kenya. Kenya imepona. Kenya iko na amani. Kenya tunapoenda kwa uchaguzi, Jehova anatawala. Msalaba wa Kristo unatawala. Amani Kenya. Amani Kenya. Revival kanisa. In the mighty name of Jesus. Na kwa mamlaka ya utimilifu tunataka kutangaza 1 mpaka 7 ya kwamba Kenya imepona. Hakuna dhabihu lingine wachawi wanaweza fanya, waganga ama washirikina, maana kazi ya msalaba wa Kristo imemaliza kazi. Na Yesu akasema msalabani, yote yamekwisha. It is finished. It is finished. Hata dhabihu zingine
zingine zitolewe kinyume na nchi ya Kenya. Tunaamini damu ya Yesu Kristo na msalaba unaonena amani. Kenya imelindwa na imehifadhiwa. In the mighty name of Jesus. Kenya imepona. Kenya imepona. Mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, mara ya nne, mara ya tano, mara ya sita, mara ya saba. Tunainua hiyo mikono na kutangaza Kenya inapopona, biashara zimepona. Natangazia wote ambao wananitazama sasa ya kwamba Kenya imepona, kanisa limepona, Kenya imepona, uongozi imepona, Kenya imepona, economy imepona, Kenya imepona, magonjwa yameondoka, Kenya imepona, kanisa linasimama, Kenya imepona, hasira zinaisha, hakuna wachawi, hakuna waganga, nguvu zao zimeshindwa. Jehova anatawala, Jehova anatawala, Jehova anatawala. Kenya imepona. Waliokuwa hawana kazi, Bwana anafungua milango ya Kenya na nje ya Kenya. Walio nje ya Kenya, sauti ndiyo hii. Bwana ameponya maisha yao. Tunapoendelea na maombi haya, tunataja hata majina ya wote ambao wanaandika pale na kutangaza kama vile Kenya imepona. Mchanga wa Kenya umepona, anga ya Kenya imepona, kanisa la Kenya limepona. Oh, haleluya. Economy ya Kenya imepona. Kanisa la Kenya halitadharauliwa kwa mitandao. Kanisa linaheshimiwa popote tuendapo. Kanisa limeheshimika. Tunainua mikono pamoja kwa mlima huu wa Bwana. Kiwezekana tunapiga magoti yetu tukiwa na hizo bendera kwa mikono yetu. Ninapoombea wote ambao ni wa Kenya, wakiwa Kenya na nje ya Kenya. Nataka kutangaza ya kwamba Bible inasema tuombee pia walio kwa uongozi. Tunapiga magoti tunapotamatisha ibada hii na kufanya haya maombi tukiwa tumeinua hizo bendera. Bwana wa majeshi, mfalme wa falme, ni sauti yako ilinenea ya kwamba kuanzia sasa kuwe na muongozo wa kanisa kuombea Kenya. Matelevisheni yetu na magazeti haitajaa sauti za damu, haitajaa picha za damu. Mashule kufungwa wala mahospitali, mabarabara kufungwa, masupermarket kuharibiwa. Hiyo roho yote tumeivunja na ukasema leo tunapewa ushindi. Asante kwa sababu ya kile kiko mbele ya Kenya. Tumepindua Adamu hiyo na tunapindua madhabahu ya damu na uharibifu. Tunapanda amani, tunapanda umoja, tunapanda uwiano, tunapanda hata watu kuwa pamoja, kusikizana na kuelewana. Economy ya Kenya haita collapse. Kenya itasimama. Tumekataa madhabahu mengine yote ya ushetani, ya uchawi na uganga kwa mipaka ya Kenya. Twapanda msalaba wa Kristo. Twasema Kenya imepona. Kwa mahospitali watu wanapona. Institutions, Kenya imepona. Kwa kila dimension, Kenya imepona. Kwa mchanga, mvua inaonyesha Kenya. Katika kila njia, nchi imepona. Tumekataa vifo vya wahubiri. Tumekataa vifo vya viongozi. Tumekataa vifo ambavyo ni premature. Hiyo tunakataa. In the mighty name of Jesus. Madhabahu hatadharauliwa. Kanisa na nafasi ya kanisa lazima itasikika kwa nchi hii. In the mighty name of Jesus Christ. Bwana, kama vile umetusamehe dhambi za kila aina leo, kama vile utazidi kutusamehe tunapoendelea na maombi, wanaotutazama hata wao wamepona. Iwe ni biashara, iwe ni familia ziko na shida, biashara ziko na shida. Tunasema Kenya imepona, watu wamepona, laana zimeondoka, ushindi umepatikana. Na kwa sababu umetusikia, tunapoendelea na mlima huu na maombi ambao umetuitia, na hii lancha wa service ambao tumeleta pamoja na wale wote ambao Bwana ulileta tuombe na wao, tumetangaza siku ya leo
Nchi yetu imepona na hakuna lawama tena. No more condemnation. The Lord has healed Kenya. The Lord has healed Kenya. Unabii tumetangaza. Kenya iko kwa mpango wa Mungu. Kenya itaenda na direction ya Mungu. Na unabii huu utakumbukwa mpaka baada ya uchaguzi. Ya kwamba kilichopangwa na shetani kimeporomoshwa. Kristo na utawala wake uko katika nchi ya Kenya. Kwa imani moja tunatangaza kwa jina la Mungu Baba, la Mwana, Roho Mtakatifu, tunatangaza kwa imani. Amen. Tunaposimama, tunapowaaga walio kwa mitandao, tutainua bendera hiyo, tutashangilia tukisema Kenya imepona, maisha ya watu yamepona. Nao wale ambao wanaondoka, mnaporudi kazini, wale mko online, ukiwa nchi za nje, msikae na hofu, Kenya imepona. Na tutazidi kuwatangazia hata wakati mwingine wa mlima. Kuna siku 3, kuna siku 7, kuna siku 21. Tutazunguka Kenya, tutafanya mikutano tukitangaza Kenya imepona. Kwa sababu kwa kutubu dhambi Kenya inapona. Kwa jina la Yesu Kristo. Tunawaachilia na tunasema umebarikiwa. Na wote ambao wametune in, uponyaji huu na revival hii tumepata kwa mlima. May that be your portion now and forever. You are blessed beyond any curse. Goodness and mercy shall follow you. You are healed because Kenya is healed. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Tuinue hizo bendera to shout Kenya imepona. Mara ya pili, Kenya imepona. Mara ya tatu, Kenya imepona. In the name of Jesus.